Leo bwana imenipendeza kuwaletea story ya Hemedi. Unajua tangu niliwaletea story awali nimeona nisikae nisiwe mchoyo wa fadhila na niwaletee nyingine story kali kabisa ambayo Hemedi anaendelea nayo. Wakati nazunguka katika mitandao ya kijamii nimefuata story moja kubwa na kali na story ya kutisha. Unajua bwana Hemedi na Chado Master watu ni marafiki sana. Nafikiri hakuna mtu ambaye haijui hiyo story. Ni story ambayo imetrendi kila sehemu, imetrendi. Kitu ambacho nachotaka kuambia ni kwamba kila jambo ambalo linafanyika kwa sasa hivi kwenye anga hii ya filamu Tanzania lazima umtaje neno Hemedi, na ni filamu nzuri. Story inaenda kwa jina la Mke wa Baba. Unajua kwa nini Mke wa Baba? Ni kwa sababu story zinaenda vibe. Ni kwa sababu story ni nzuri, story inapendeza, story iko sawa. Watu wengi wanashindwa kuelewa nini maana ya Mke wa Baba. Lakini ukweli ni kwamba hatuna story ambayo imeenda vibe kama hii Mke wa Baba, na kila mmoja alishindwa kuelewa nini maana ya Mke wa Baba. Kila mtu akatamani kujua kwa nini Mke wa Baba na kwa nini asingekuwa hata mke wa shemeji hivyo. Lakini story iko vibe, story inaenda, story inatembea. Kwa mara ya kwanza tunawaletea Mke wa Baba. Why Mke wa Baba? Ni kwa sababu vitu vingi vinafanyika chini ya anga ya dunia. Ni kwa sababu stories za Watanzania zinaenda vibe, yapo zinakimbia, zinafanya mambo mengi sana, mambo yanakuwa kibao chungu nzima. Lakini wanapozungumzia miongoni mwa story ambazo zinazofanya vizuri, unazungumzia vitu ambavyo vinavyokimbia sana. Kwa hiyo ukizungumzia Mke wa Baba unazungumzia story kubwa na story kali ambayo inayoenda vibe sana. Kwa hiyo nashauri wewe msanii, wewe mwigizaji, wewe mwananchi wa kawaida, na kusihi utazame Mke wa Baba, sababu hiyo ni story ambayo haipingamizi sehemu yoyote. Ni story nzuri, ni kali, ni story ambayo kila mmoja anatamani kuitazama. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu anatamani kuiona Mke wa Baba. Na kwa nini Mke wa Baba? Ni kwa sababu Mke wa Baba ndio story ambayo inaonekana inakimbia, ndio story ambayo inaonekana ina vibe, ndio story ambayo inaonekana maisha ya kawaida ya watu ambao anaweza kaangalia mtu yoyote, yani mama na baba. Kwa hiyo naamini tutakuwa tumeamua kuiangalia hii story, tutakuwa tumeiangalia kwa misingi ambayo imesimama na misingi ambayo imeenda vibe. Kwa na washauri wa Tanzania kufuatilia hiyo story ambayo bado iko sokoni na bado wanashoot, lakini tumeletewa vidokezo mwezi huu itatoka Mke wa Baba rasmi. Kwa hiyo tunawaletea hizi ndogo ambazo tunazozijua, na
kuwakamilishia baadhi ya mambo wa Tanzania ili wasikae bila kujua ya kuwa kama inakuja story ya mke wa baba. Kwa nini mke wa baba? Ni kwa sababu hatuna story ambayo inategemea kuja jikoni ikiwa kama mke wa baba. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikawasaidia Watanzania kwa urahisi au kwa kufanya jambo lolote ni kwamba mke wa baba ni iko dukani na iko Tanzania kote, duniani kote, mashariki, katikati mwa mashariki. Story ya mke wa baba iko tayari. Kwa hiyo kabla sijapenda kulea, ningependa kuambia kwamba story ya mke wa baba sio story kiukweli, ni story nzuri, inapendeza, inafanya vizuri, na hakuna mtu ambaye anaingia juu ya hii story ya baba, kwa sababu hakuna kitu ambacho kikubwa ambacho tunakitazama kama ya mke wa baba, sababu kubwa kila ananiza ndugu Tanzania kuisupport story ya mke wa baba, wote tunaruhusiwa kuisupport, na ndio maana tukiwa hapa tunaruhusiwa kuisupport story kwa kila hali, kwa kila mara, kwa jinsi ili story yetu ifike sehemu ambapo inapoenda. Kwa nini kuisupport? Kwa sababu huoni kitu ambacho kinaweza kikafanya tukarudi nyuma kupitia hii historia mke wa baba. Yaani kama kuna kitu ambacho kinaweza sisi kurudi nyuma kutoka kuisupport story, ni kwa sababu liko vizuri, story inapendeza, story na mandhari, story imekaa vibe ambapo mtu mwingine wa kawaida akiona of course anashawishika. Kwa hiyo lazima tuisupport story ya mke wa baba, kwa sababu kuna mtu leo angeelewa hivi kwa vibe imetembea sana na kawaida tumebaki tunaona story imekimbia sana. Karibu sana msupport story yetu.